Na hujambo ndugu msikilizaji na mtazamaji wa Radio Television Ngyoku International, ninakusalimu mahali popote pale ulipo, huku nikikutakia kabisa kila laheri. Mimi unayenitazama kwa muda huu ni wako Zakayo Chubaka Pascale au nite sauti ya mzalendo, ambaye unakuwa nami kila siku, kila muda, kila wakati kwenye kukupasha yale yanayojiri maeneo kadhaa haswa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na maeneo mengine. Ndugu msikilizaji na mtazamaji, nikukaribishe siku ya leo kwenye mada au mazungumzo ambayo tutakwenda kukujuza siku ya leo, ama habari mpya ambayo tumekuletea siku ya leo. Lakini kwanza ni washukuru wale ambao wanatufuata kupitia mitandao mbalimbali ya OpenView, lakini pia kupitia mic za Radio Television Ngyoku, lakini wale ambao wanatufuata kwa njia ya YouTube ambayo ni on live on direct, nanyi pia tunawasalimu, bila kuwasababu wale ambao wanatufuata kupitia njia za FM maeneo ya Uvira, Baraka, Sebele, Fizi, Misisi na Nyangi. Nyote tunawasalimu kabisa, huku tukiwatakia kila laheri. Kama nilivyokujuza, mimi ni wako Zakayo Chubaka Pascale. Muda huu kama unavyoniona, tuko njiani huku tukielekea milimani. Tunaelekea huko maeneo ya Bilalo Mbili, ambako hivi karibuni kuliweza kuripotiwa mapigano kati ya waasi wa Twirwaneho Redi Tabara Gumino na wa M23 walioko milimani ya Minembwe zidi ya wapiganaji wa Zalendo. Na ndugu mtazamaji, muda huu nakuja kuletea habari kuhusu kuwasili kwa Joseph Kabila mjini Bukavu. Ni kwamba hivi karibuni, ni tangu jana ambako tuliweza kupokea habari kamili zikithibitishwa na baadhi ya vyombo vya habari vilioko maeneo hapo, lakini vikithibitishwa na baadhi ya duru zetu za habari zilioko maeneo hayo, ya kwamba Joseph Kabila aliweza kuwasili kwenye mji wa Bukavu hapo jana, huku akiwa na lengo mbili. Baada ya kuwasili kwake, aliweza kuruhusu baadhi ya mapigano kwenye maeneo kadhaa, mkiwemo maeneo ya Katana ambako kuliweza kupigwa wakati waasi wa M23 na wapiganaji wa Zalendo waliweza kupigana kwenye mji wa Katana hadi kuweza kusababisha baadhi ya raia kuweza kupoteza maisha na wengine kujeruhiwa, lakini pia na kuweza kusababisha majanga kwa upande wa Wazalendo, maana lilikuwa shambulio la kushtukia. Alafu mbaya zaidi ni shambulio lililofanyika eneo la soko, yani eneo ambapo watu wengi walikuwa wamekusanyika kwenye soko la Katana. Ni hapo ndipo mashambulizi yalianza. Hiyo ni tukio ambalo liliweza kutokea baada ya Joseph Kabila kuweza kuwasili kwenye mji wa Bukavu. Na hivi karibuni malengo yake ya kuweza kuwasili kwenye mji wa Bukavu ni kuweza kuhakikisha anafungua njia ya Kamanyola hadi kuteka mji wa Uvira. Yaliyomleta mkiwemo kuweza kuwapa wale wapiganaji au wanajeshi ambao wanapatikana kwenye uwanja wa vita ambao wanaita encouragement, yani kuwapa bidii, lakini pia amekuja kwa lengo ya kuweza kuwaongezea kiasi cha pesa. Maana malalamiko yalikuwa ni mengi, haswa kwa vijana ambao wanaingia kwenye jeshi la M23 siku hizi hapa karibuni. Wanalalamika kuwa wengi wanaingia wanafanya mamiezi 3-4 pasipo hata kupata chochote. Sasa Joseph Kabila ameingia kwenye mji wa Bukavu ili angalau yule ambaye alikuwa hapati chochote apate angalau sabuni na vinginevyo, na yule ambaye anapata sabuni amekuja kumpa yeye ambao anaita moral, yani kumpa furaha, kumuongezea ubidii wa kufanya kazi. Hiyo yote wanataka waweze kuhakikisha kufungua mapigano au mashambulizi maeneo tatu. Eneo la kwanza ni eneo la Kamanyola, na eneo la pili ni eneo la Kaziba, na eneo la tatu ambalo anataka kuweza kufungua hiyo ambayo wanitafro ni eneo ya Burinyi. Huko kote ameandaa vikosi tayari. Eneo la Ruinja ameweza kuandaa vikosi tayari, yani eneo ya Ruinja, Kaziba na Kamanyola. Maeneo hayo anataka kuweza kufungua mara moja na kuhakikisha na uteka mji wa Uvira na kusonga mbele hadi maeneo ya Fizi,
hadi kuweza kuhakikisha anafika huko Katanga. Maana mji wa Kalemi tayari alishagawahi kuteka. Miji nyingine kama Goma ambako kwa sasa hivi ndiko kunapatikana makao makuu ya kwake tayari ameshateka. Yani kinachobaki ni kuteka tu maeneo ya Fizi, Uvira na kuweza kumaliza mambo yote. Maana malengo au maeneo ambayo wanalenga ni kwenye mikoa mitano: mkoa wa Kivu Kaskazini, Kivu Kusini, Manyema, Tanganyika na Ituri. Hivi karibuni, ni tangu takriban juma nzima hivi, jeshi la Uganda likiwa tayari limeshaingia kwenye airport ya Ituri na wameshaiteka kabisa. Mkongomani yeyote kuweza kufika maeneo hayo lazima awe na kitambulisho, na wengine wanakatazwa kabisa kuto kuingia maeneo hayo. Yani jeshi la Uganda limeshadhibiti maeneo hayo yote. Yani ndege kusema iweze kushuka maeneo hayo, labda kwanza wamesharuhusu wao wenyewe. Jeshi la Uganda ndio linashikilia maeneo hayo ya Ituri, yani tuseme Ituri nzima, wenda labda tayari wameshashikilia. Maana wanatangaza maeneo mengine ambayo wanawashikilia, huku wakisema wanafanya hivyo ili kuepusha vita vya ukabila zidi ya makabila ambayo yanaishi huko maeneo ya Ituri. Hiyo yote ni siasa, na kama unavyofahamu Uganda na Rwanda vyote ni kucha ya yule kabila. Yani wanatembea katika mfumo mmoja. Uganda, Rwanda na mataifa mengine yenye nguvu, yote hayo yanajiunga pamoja, huku kiongozi ambaye ni kama anaongoza hivi vyote ni Joseph Kabila. Hivi yuko Goma kama ninavyokuzungumzia, sio kwamba natatarika, lakini ni udhibitisho ambao uko wazi. Udhibitisho, duru zetu za habari za maeneo zimeweza kutujuza. Kama unavyoona muda huu niko maeneo ya hapa na pale, nikiwa kwenye ziara za kikazi huku tukikwenda kuchunguza kwenye maeneo ya milima mirefu. Muda si punde hivi tutakwenda kuletea ripoti kamili zidi ya mapigano yanayoendelea huku kwenye milima mikubwa ya Fizi, Mwenga na Uvira. Maana muda huu tuko kwenye ziara hizo, ndugu mtazamaji, kama unavyoona. Lakini pia kuna baadhi ya sababu ambazo zimesababisha Joseph Kabila kuweza kukuja kwenye mji wa Bukavu. Sababu nyingine ni kwamba amekuja kufanya namna yote kuzungumza na viongozi wa wazalendo ili angalau kuwaonga pesa ili waache hiyo vita au hiyo fro ya Kamanyola aweze kuteka mji wa Uvira. Hiyo pia ni moja kati ya sababu ambazo zimesababisha Joseph Kabila kuingia kwenye mji wa Bukavu. Na hivi amekuwa ni zaidi ya siku mbili hivi akiwa kwenye mji huo wa Bukavu. Ametulia kabisa huko akifanya vikao na baadhi ya viongozi wa Bukavu kwa siri, baadhi ya viongozi wachuuzi wakubwa kwenye mji wa Bukavu. Anafanya vikao kwa siri kabisa, kwa siri. Hiyo tumelithibitisha kabisa na lipo kiuwazi. Kwa hiyo lenye ambalo tunaweza tukaomba haswa kwa vijana wetu ambako walioko huko maeneo ya Kamanyola ni kwamba muweze kujipanga hapo vizuri. Tumemshukuru kwa ujumla Mheshimiwa William Amuri ya Kutumba kwa kikao alichokifanya hivi hapa tarehe 4 kwenye mji wa Uvira, kikao ambacho ameunganisha vikosi vyote kabisa na kuweza kufanya kikao na muungano mpya umefanyika. Hiyo kabisa inaonyesha ni ushindi ambao tunakwenda kupata. Hivi karibuni tutakwenda kupiga Bukavu, tutapiga na kugomboa Goma hadi kufika Bunagana hivi karibuni. Yani hesabia siku ndugu mtazamaji, siku chache tu zimebaki, tutakwenda kufungua maeneo yote na kuweza kuhakikisha tunagomboa maeneo yote ambayo yanashikiliwa na waasi wa M23. Ndio mpango ambao uko mezani hivi karibuni. Maana upande wa huku Mheshimiwa William Amuri ya Kutumba na wengine wakina Alexis Mwamba Dunia ambaye ni mratibu wa wazalendo, lakini pia na viongozi wengine wanajipanga vizuri, wakina Makanakika Simbira John wanajipanga vizuri.
Lakini kwa upande wa Kivu Kaskazini nako pia kuna Janvier Kalahire na wenzake, nao huko wanajipanga vizuri. Hivi karibuni moto utakwenda kuwaka ambao utakwenda kuhakikisha unagomboa maeneo yote. Operation inaitwa Operation Safisha Adui. Operation Safisha Adui hivi karibuni inaandaliwa na hivi karibuni itakwenda kumalizwa kabisa. Kwa hiyo ndugu mtazamaji, wewe ambaye unatufuata kwa muda huu kwa njia ya online au kwa njia ya en direct YouTube, lakini kwa wale ambao wanatufuata kwa njia za FM, nyote tunawashukuru kwa kuweza kuungana nasi. Kama nilivyokujuza, mimi ni wako Zakayo Chubaka Pascale, nite sauti ya mzalendo, nikinguruma kwenye microphone ya Radio Television Kyoku, tukiwa maeneo ya hapa na pale, tukijielekeza kwenye milima mirefu ya Fizi, Mwenga na Uvira. Ndugu mtazamaji, kwa hiyo nikushukuru wewe ulianza nasi mwanzo hadi mwisho hadi kufikia muda huu, niseme asante. Ungana nasi kwenye vipindi vingine vinavyokuja hapa baadaye. Muda si punde tutakuwa nawe kwenye vipindi vyetu ndugu mtazamaji. Lakini habari ndio hiyo, na ni kwamba tuweze kujipanga wazalendo vizuri. Lakini kwako ambaye unaweza ukatuma msaada wako, maana hivi tunakwenda kutembelea wazalendo maeneo fulani ambapo wanaweka ngome zao kwenye milima mirefu. Huwa kipindi kingine wakituona wanatarajia kupata kitu chochote kutoka kwetu. Huwa wanatarajia hilo kabisa. Sisi wenyewe hatuna cha kuwapa. Kwa hiyo nguvu yetu ni nyinyi. Endapo una mchango wako kidogo ule, usisite kutuma. Nambari ni hiyo hapo. Nambari ni hiyo hapo ambayo ni 0823581596, yani 0823581596. Unaweza ukatuma mchango wako wote ule, nasi tutaupokea kwa furaha, maana ni kazi, ni uzalendo. Uzalendo sio kushika tu silaha, sio kupigana, lakini uzalendo pia ni endapo utatoa mchango wote kwa wale ambao wanashika silaha, na pia ni uzalendo. Niseme asante na alamsiki. Usikose kujiabone, pia kulike na kuweza kusambazia kwa wengine, yani kugusa hapo kwa kidole hapo chini hapo na kusambazia kwa wengine. Niseme alamsiki na asante.